Kwa hiyo ambacho ninachokiona ni kwamba timu imeendelea kuimprove kwa sehemu kubwa, kwa maana kwamba wamechukua nyota ambao wana uwezo kidogo ambao unaweza kuleta matumaini ukompea na timu ambao walikuwa nayo. Ingawaje ilikuwa nilichokiona tu sehemu kubwa ni uwezo wa mtu mmoja mmoja. Bado mbinu za mwalimu hajapata nafasi kutokana na muda ambao amekuwa nao kwenye timu, lakini bado pana maingizo yameendelea kuingia mpaka jana. Kwa hiyo hicho gundoni kwamba tu wakipata muda wa kufanya maandalizi wanaweza kuja kuwa na timu nzuri kama ambao walikuwa nayo, lakini ambacho changamoto walionao kubwa ni muda wa kuiandaa timu na kuwa na muunganiko wa timu, kwa maana kutokana na idadi kubwa watu waliochukua ni wageni na mwalimu pia ni mgeni, kwa hiyo anatakiwa ajenge timu mpya huko akiwa katika mashindano, kitu ambacho wakati mwingine unaweza ukafanikiwa au usifanikiwe kwa haraka. Lakini vipi sasa kwa namna hiyo na mchezo wao na Esperance, pengine unauzungumziaje bwana Dominic Salamba? Nafikiri ni mechi ngumu kwa sababu ya Simba iliyopo sasa hivi. Ingekuwa ni miaka ya nyuma kwa kiwango cha Esperance kwa kipindi hiki hawana kiwango bora. Ukiangalia hata mechi ambayo walikuwa nyumbani kwao timu yao mapungufu, lakini mapungufu yao yana afadhali ukiangalia yale ambayo Simba walikuwa wameyaonyesha. Kwa hiyo nafikiri ni mechi ambayo inaweza kwenda kuwa kipimo tosha kwa mwalimu kuweza kuona kama anaweza akabadilika kwa haraka. Changamoto Simba walionayo ni kwenye transition. Timu imekuwa ikitoka inaoja kwenda eneo lingine kwa utaratibu zaidi, kile kinapelekea wakati mwingine hata kama timu opponent alikuwa mfanya makosa hawezi kurekebisha. Na kingine, bado hali ya wachezaji hiyo ya kujitoa imekuwa ya kiwango cha kawaida. Unajua hizo mechi za klabu bingwa inatakiwa upate watu ambao wanaweza kukimbia mara mbili, yaani ile commitment iwe ni ya kiwango cha juu, watu wakimbie kilomita nyingi. Lakini ukipata watu ambao wanashindwa kujistretch, wakati mwingine na kuleta changamoto kubwa. Kwa binafsi na uona mchezo ni mgumu kutokana na hali ya Simba ambapo nilikuwa nikiona katika mechi za karibuni wanakosa ile intensity ya juu ambayo itawafanya opponent wafanye makosa na kuweza kuadhibu. Kwa hiyo yote sasa Simba na Esperance, unaiona Simba ikifanya lolote? Inawezekana. Soka la Afrika ni soka ambalo siku zote timu iko nyumbani na kwenda faida. Yaani linakosa kuwa na uwiano moja kwa moja. Ndio unakuta timu inaweza kaa nyumbani ikashinda goli moja, ikaenda ugenini ikapigwa 5. Yaani kila mtu akiwa kwake ana nafasi kupata matokeo. Kwanza kutokana na hali hewa ya Afrika iko tofauti kijiografia, maeneo mengi yako tofauti. Kuna maeneo yana baridi, maeneo yana joto na kadhalika. Kwa hiyo nafikiri Simba kwa uwanja wa Benjamin Mkapa amekuwa ni uwanja ambao tunatumia na ukimpa matokeo kwa sehemu kubwa, lakini pia kwa kiwango cha Esperance ambacho wako nacho bado Simba anaweza kufanya kitu katika mchezo huo. Kwa kama utanipatia asilimia na napatia Simba 60% za kupata matokeo na Esperance 40%. Bwana, tumekuwa na jambo kidogo hapa studioni. Mchezaji Salum Kihimbwa, pana shaka unamfahamu vizuri. Uchezaji wake Kihimbwa, ubora wake, jinsi ambavyo anacheza, na wengi wanasema kijana bado anaendelea kumelemeta, kiwango chake ni kile kile, miaka nenda miaka rudi. Lakini vilabu vikubwa hivi vya Simba, Yanga, Azam vinaonekana kama havimtazami hivi. Kwako nafikiri huyu mchezaji hana uwezo kweli wa kuchezea vilabu vikubwa kwa alichokionyesha ama anachoendelea kukionyesha hapa Tanzania, Kihimbwa? Unajua, mchezaji kuweza kuonekana na kuweza kusajiliwa sio swala tu la kuwa na kiwango kikubwa. Kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vinamguide mchezaji na kuweza kumfanya aweze kuwa kivutio kwa timu nyingine, ikiwa pamoja na lifestyle, ikiwa pamoja na nidhamu yake mwenyewe. Ndio vitu vya msingi ambavyo vikafanya mtu aweze kuwa na nguvu ya kuwashawishi timu nyingine waweze kumsajili. Changamoto tulionayo, wachezaji wetu wengi ambao wana vipaji hasa wa ndani, wengi wao hawakupitia katika mazingira sahihi ya soka. Nikizungumzia mazingira sahihi, hawakupita kwenye misingi ya academy na kufundishwa. Kwa sababu kwenye academy sio tu unapewa tu elimu ya mpira, lakini unapewa hata namna ya kuweza kuishi na kubehave katika watu tofauti. Mimi nikimwangalia Kihimbwa, na maana miongoni mwa vijana ambao wana vipaji, lakini binafsi personality yake ndio nafikiri inayomhukumu kufanya ashindwe kufanya kazi na timu kubwa. Okay. Mimi binafsi nikimwangalia, kwa hiyo sio issue ya talent, hapana, na kipaji, lakini namna gani ambavyo unaweza ukatumia kipaji chako na kutengeneza mahusiano na klabu yako, lakini pia na wenzako na timu nyingine zikavutika na wewe. Ujue kuna huko nyuma tulikuwa na mtu mmoja, sio kwa nia mbaya, akiitwa Umudi. Ni miongoni mwa viungo bora sana walikuwepo, lakini moja kitu ambacho kilifanya kwa upande wangu ashindwe kwenda katika malengo makubwa ni kutokana na tabia yake yeye mwenyewe tu, namna ambavyo anaweza akaishi na react kwa watu wengine. Kuna wakati lazima uwe una usikivu,
wakati mwingine huo una ushirikiano kwa watu wengine na kupunguza majivuno, vitakusaidia watu kuweza kuchukua na kuconsider. Lakini wakati mwingine ukiwa na kipaji na ukaamini kwamba kipaji ndio kila kitu, wakati mwingine huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo ninachokiona hicho kubwa ipo kwenye personality yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo sio kipaji. Kama ni kipaji basi Simba, Yanga, Azam anacheza na anaanza haraka sana, anaongeza kumchukua, kwa sababu hata ule uwezo wa kuweza kufanya mazoezi, kuweza kupata maelekezo, kuna vitu vingi yani kuna ambao atakiwa mtu uweze kuwa navyo. Lakini ambao ni ndio. Lakini Salamba, mbona wapo wachezaji ambao wanaonekana wanatajwa kama watovu wa nidhamu? Juzi kati lilipo striker moja kidogo limetajwa kama ana tabia ya utovu wa nidhamu, lakini klabu moja imemchukua. Vipi kwa Kiimbwa kama kweli anavyo vingine hivyo? Sasa unapozungumzia watu kama hao, maana yake wanakuwa wanapenda za ziada. Unaweza ukawa una changamoto ya kinidhamu, lakini ukawa una management ambayo inaweza ikafunika baadhi ya mambo wa kutafuta timu. Lakini pia hao ni watu ambao tayari wamesha prove. Nakumbuka watu kama hata kina Alhaji Diop walikuwa changamoto za kinidhamu, lakini zilikuja kuonekana baada ya kuwa tayari wamethibitisha ubora. Kwa hiyo Kiimbwa bado hajathibitisha ubora. Yaani ukifanya vizuri Mtibwa, ukifanya vizuri yani KMC na timu nyingine, bado haikufanya guarantee uje kuwashawishi Simba na Yanga bado. Ila kama ingekuwa pengine amechezea Simba, Yanga, Azam, ameonyesha kitu, yani tayari usha proof, kwa sababu unaweza kuwa bora kwenye Dodoma Jiji, lakini tumeshashuhudia wengi tu wakija kwa timu kubwa wanashindwa kuprove. Juzi unaweza kuona kama kina Open Chikola alikuwa na uwezo mzuri sana, lakini amekwenda Yanga ameshindwa kuonyesha. Kwa hiyo wakati mwingine haina guarantee ukifanya vizuri kwenye timu za kati ukaja kwenye timu kubwa, lakini umeenda Simba, umeenda Yanga, unafunga, unafanya vizuri, unamaliza kinidhamu, watu wanaweza wakarithi pesa za tabia yako na wakakuchukua pia. Lakini ikiwa bado upo kwenye timu ndogo ni ngumu kuweza kutoka. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.